Watu wa Kiambu, kwanza mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu County. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Hiyo loudspeaker haifanyi wewe. Kuna mtu hapo ni mtu bure kabisa. Ndio? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kiambu. Na mimi nataka tukubaliane jameni, watu wa Kiambu, si namna hiyo? Si hata Biblia inasema iko siku ya kila kitu? Leo hatujakuja hapa siasa. Leo tumekuja hapa nini? Tumekuja hapa maendeleo. Na mimi nataka niwaombe, na niwaombe hata ndugu zangu viongozi wa Kiambu, tafadhali ndugu zangu, kuna wakati wa siasa tutakuja kufanya siasa. Leo wacha tuongee maneno ya wananchi hawa, mambo ya maendeleo ya Kiambu County. Nego, ama mnasemaje? Siku na kisiku ya kila kitu. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, tulikubaliana tujenge mambo ya barabara Kiambu County. Si ni kweli? Na hapa tuko na barabara nyingi ambazo zinaendelea. Na nimekuja hapa na PS wangu wa mambo ya barabara Bwana Mbogwa. Na nataka tukubaliane, wiki hii tumetoa pesa shilingi bilioni 3.6 ya Kiambu County. Sikizeni watu wa Kiambu. Sawa sawa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo ya uchumi. Tumetengeneza mambo ya uchumi, tumerekebisha mambo ya uchumi. Ile dola ilikuwa 165, sasa imeteremka chini, iko 128, 129. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa imekuja 3.5. Sasa uchumi ya Kenya iko imara. Na kwa sababu uchumi ya Kenya sasa iko imara, sasa tumetafuta pesa na tumepata pesa ya kuendesha barabara zetu, kwa sababu barabara ni ya muhimu. Ni muhimu kwa mambo ya kilimo, tunatumia kusafirisha mazao yetu. Ni muhimu kwa sababu ya biashara, tunatumia kuendesha biashara yetu. Ni kweli ama si kweli? Na sasa kwa sababu pesa imepatikana, na Mbogwa yuko hapa ambaye ni PS wangu, na tumekubaliana ya kwamba hiyo 3.6 billion pesa ya serikali tumetoa kwa Kiambu County. Ile barabara zote zilikuwa zimekwama, sasa tuzikwamue na tuzijenge, tuikamilishe. Nasikizeni watu wa Kiambu. Nasikizeni watu wa Kiambu. Mbali na 3.6 billion tunatoa this week, vile vile tuko na bilioni ingine 6 ambayo tunataka kutumia for the next 8 months. Hizi barabara zetu zote ambazo tulianzisha hapa ya Mau Roads, zile za ZDB, zile barabara zingine tumekubaliana na viongozi wenu, kwa sababu tukimaliza hizo barabara ahadi yetu kwenu itakuwa imetimia. Tumekubaliana jameni? Simuliniambia mnataka barabara zijengwe? Simuliniambia nitafute pesa ya kujenga barabara? Kama pesa ya kujenga barabara imepatikana, iko ugomvi tena? Si tuendelee na kujenga barabara? Jambo la pili, mliniambia vile vile bado tuko na nyumba chache ambayo haijafikiwa na stima. Tumekubaliana? Sasa tuko na pesa ya stima, na mimi nimekuja hapa na PS wangu wa stima anaitwa Alex Wachira, yuko hapa. Huyu Alex Wachira, hiyo milioni 500 tumetoa ya Kiambu, sambaza kwa manyumba ya hawa watu. Kama kuna mtu ambaye hana stima, tuweke stima kwa manyumba yao. Neguo. Jambo la tatu, tulikubaliana Kiambu hii ni kaunti ya biashara na kilimo. Ni kweli ama si kweli? Na mkaniambia ya kwamba tujenge masoko. Sasa hapa Kiambu tuko na soko 18 zinajengwa Kiambu County. Na tunataka kukubaliana na nyinyi, hizo soko zote ni kwa sababu soko inatusaidia kwa mambo ya kilimo.
Mkulima akiwa shambani anataka mazao yake mahali ya kuuza pale sokoni, na pia wale wanafanya biashara sokoni, kina mama mboga na wale wengine pia wanataka mahali pazuri wanafanya biashara yao, mahali kuna maji, kuna usafi, kuna stima, kuna storage, kuna mambo yale ya cold room. Ndio tuhakikisha kwamba mazao yetu ambayo inatoka shambani inafika sokoni, haiharibiki. Tuhakikisha kwamba wafanya biashara wanaweka pesa kwa mfuko, na nyinyi kama wananchi wakulima pia mnapata haki yenu kupitia kwa kilimo. Watu wa Kiambu tumeelewana? Mnasema tuendelee na hiyo soko tujenge? Hizo zote 18 tujenge? Tujenge hizo masoko? Si tulikubaliana mama mboga atafanya mahali biashara mahali kuna usafi jameni? Si tuendelee na hiyo kazi? Jambo la tatu, tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya haiwezi kukamilika kama hatujapanga kilimo sawa sawa. Tukakubaliana tuweke guaranteed minimum return kwa mambo ya maziwa. Tukasema maziwa isilipwe chini ya shilingi 50. Bado kuna kampuni zingine wanalipa sijui 48, sijui 49. Lakini tumesema ya kwamba mkulima apatiwe 50 shillings. Na nimetoa amri kwa KCC ya kwamba KCC iongoze, kwa sababu tuko na uwezo wa serikali kwa KCC. Kwa sababu mkulima asipopata bei ya sawasawa kwa maziwa yake, hiyo mambo yote ya kilimo ya ufugaji inakuwa ni kazi bure. Na sababu hiyo ndio tumesema jana, huyu waziri Mutahi Kagwe, waziri wa mambo ya kilimo, na alikuwa na mimi, tumekubaliana ya kwamba ili mkulima apate mapato zaidi, hasa mfugaji wa mambo ya maziwa, sasa tumeondoa ushuru kwa ile yellow maize na zile bidhaa zote ambazo zinatumika kutengeneza chakula ya ng'ombe. Tumekubaliana na mifugo. Ile yellow maize inatumika kwa mambo ya kuzalisha chakula ya mifugo. Tuondoe ushuru, tuweke mtaratibu ya sawasawa, ndio mkulima aweze kupata faida zaidi akiendesha mambo yake ya ufugaji. Jambo la tatu, tulikubaliana vile vile na nyinyi ya kwamba kilimo ya kahawa imetekwa nyara na watu wachache, matapeli na wakora. Na ndio walikuwa wametuangaisha na kilimo ya mambo ya kahawa. Na mkaniambia ninyoroshe hiyo mahali. Hiyo wakora wote, mtu mmoja ati alikuwa na leseni, yeye ni mkulima, yeye hako na leseni ya Mila, yeye hako na leseni ya broker, yeye hako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndiye ananyanyasa wale watu wengine wote. Hiyo sehemu yote mimi nilihamisha coffee reforms. Nikaenda nikasema ikuje kwa ofisi ya rais, kwa sababu wale walikuwa na uwezo mkubwa sana, matapeli, wakora na watu ambao wako na kiburi na watu ambao wako na uwezo mkubwa. Wakasema hiyo letwe kwa ofisi yangu ndio nipambane na wao. Leo mimi nataka niwatangazie watu wa Kiambu, ile bei ya kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 60, shilingi 70. Mwaka huu kahawa iliuzwa na wakulima kilo moja shilingi 110, 120, 130, 140, hata sehemu zingine 150. Si tulisema pesa mfukoni? Pesa mfukoni itafika mfuko namna gani kama mkulima hajapata bei ya sawasawa kwa chai na kwa kahawa? Itafika kweli? Ndio tukasema tunyoroshe hiyo maneno, na mimi nimefurahi ya kwamba leo mambo ya kahawa tumenyorosha sawasawa, bei imeamuka. Na mimi nataka niwaambie tumetoa pesa ya serikali milioni 500 ingine kununua miche ya kahawa, ndio tuongeze wale watu wanataka kuongeza kahawa, tuwapatie seedlings, ndio kahawa ituletee pesa na ituletee pesa ya kigeni, madola na mali ingine sisi tunauza kahawa yetu. Tumekubaliana jameni? Maneno ya chai vile vile, muliniambia mambo ya chai, vile tumeteremusha bei ya mbolea ya watu wa mahindi, ngano, miwa, pia KTDA tumewasaidia. Sasa ile mbolea walikuwa wanalipa ama wanapatia wakulima na shilingi 5,500, sasa wanapatia wakulima na shilingi 2,500. Tumeondoa karibu shilingi 3,000.
kwa sababu tunataka pia wakulima wetu wa chai pia wapate faida zaidi. Na maajabu, Mungu ametujalia, tumepata mvua, mbolea mmepata, mapato yetu ya chai imeongezeka ya kitaifa kutoka 170 billion mwaka hiyo ingine, mwaka huu imefika 215 billion. Wakulima wameongeza almost 40 billion shillings, wakulima wa chai yetu. Na hiyo ndio mpango sisi tunataka, kwa sababu njia ya kuondoa umaskini Kenya hii ni kuhakikisha kwamba kilimo inalipa pesa kwa wakulima wetu. Watu wa Kiambu tumekubaliana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Muliniambia vile vile niende ninyoroshe mambo ya elimu, si ndio? Tulikuwa na matatizo makubwa sana ya CBC, mkaniambia tunyoroshe CBC, na sababu hiyo tumetengeneza mtaratara mzuri ya CBC. Tumeajiri walimu 76,000 wapya in the last 2 years kusupport watoto wetu. College kama hii ilikuwa na matatizo makubwa sana. Technical training colleges yetu walikuwa wanapata pesa kiasi kidogo. Sasa tumeongeza pesa yao, na hata hii college yenu ya Lari tumewapatia pesa ya kujenga hostel ya vijana 580 hapa, na hiyo hostel itaanza hivi karibuni. Tuhakikishe watu wa Lari tunaelewana jameni, lakini bado iko shida kidogo hapa Lari. Wale watoto wako kwa hii college ni wachache. Hapa tunahitaji watoto 2,000 kwenda mbele. Saa hii iko wanafunzi peke yake 500, na tuko na equipment nyingi hapa. Saa hii mimi najenga hostel ya watoto 500 kwa sababu kuna watoto 500. Kama mungekuwa na watoto wengi ningewajengea hostel kubwa. Nyinyi mtalete watoto tuongeze kwa hii college? Mtaongeza watoto hapa? Wakuja hapa wasome. Wale wanasema taongeza watoto wa hapa Lari tione kwa mkono. So, watu wa Kiambu, tafadhali, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Nyinyi ndio mmetupatia hizi kazi. Si mmetupatia MCA kazi, mkapatia mbunge, mkapatia governor, mkanipatia kazi. Si kila mtu afanye kazi jameni? Si kuna siku mtatufanyisha mtihani? Ama namna gani? Si 2027 mtatufanyisha mtihani? Si ule atapita mtihani ataendelea? Na ule ataanguka mtihani si aende alime? Iko shida gani? Si nyinyi ndio mtanyorosha maneno? So, sikizeni, hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo, hakuna haja ya kusumbua wananchi na vita na fitina. Wacha kila mtu afanye kazi ile alipewa. Mulinipatia elimu, mimi ninyoroshe. Mulinipatia kilimo, nitengeneze. Mulinipatia kuunganisha stima, nifanye. Mulinipatia ya barabara, nifanye. Si ndio? 2027 si mtanifanyisha mtihani? Nikipita si nitaendelea? Nikianguka si ninaenda kulima? Iko shida gani? ama mnasemaje Kiambu? Tuko pamoja? Hakuna problem. Kwa hivyo hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo. Wachani fitina. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Kiambu. Tunataka tushirikiane. Kenya hii ni yetu sisi zote. Mungu mwenyewe ndiye amepanga tuwe na jamii zote zilizoko Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, nimesema nitaunganisha watu wote wa Kenya, kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka kaunti zote na sehemu zote za Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukitengana tunakuwa wadhaifu jameni. Watu wa Kiambu mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema niunganishe hii Kenya? Watu wote, jamii zote, kutoka pande zote na kaunti zote, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio tutembee pamoja. Hebu nione wala anasema tuungane. Basi. Hiyo ndio maneno mimi niko naye. Sawa sawa jameni. Na mimi nataka niwaulize hawa ndugu zangu. Sawa sawa. Mimi nawauliza viongozi wa Kiambu County. Tafadhali, wacheni vita, wacheni kupigana, wacheni kusumbuana. Kila mtu afanye kazi. Hawa wananchi si wajinga, wanajua nani amefanya kazi, nani hajafanya, na watajua vile watafanya.
Ama mnasemaje watu wa Kiambu? Iko haja ya kupigiana makelele? Iko haja ya kuleta vita kwa mikutano? Iko haja ya kuleta makelele kwa viongozi? Si nyinyi wote mlituchagua? Si kila mtu mmempatia kazi? Si afanye? Si mtihani mtatufanyisha? Mwenye anazembea anakwenda nyumbani. Na ule ama namna gani Kiambu? Tuko pamoja? Tuunganishe wananchi. Tuweke kazi pamoja. Tushirikiane. Tujenge makanisa. Tujenge barabara. Weke stima. Tusomeshe watoto. Hiyo ndio kazi ya muhimu Kenya hii jameni. Watu wa Kiambu, tafadhali mimi nawauliza. Neguo kana tiguo. Tumeelewana? Kwa hivyo tutembee pamoja. Mnasema tuungane. Tuache fujo. Tuache fitina. Tuache kusumbuana. Bas yule mtu wako na masikio amesikia. Ama namna gani jameni Kiambu? Hapo kabisa. Bas wacha nimuite rafiki yangu Deputy President of the Republic of Kenya Professor Larry oi! Larry oi! Kiambu oi! Andũ aitũ mũrĩega? Mũrĩega rĩngĩ? Nĩ mũkenete? Mũrĩ o kuo? Kwana atĩa? Nĩ mũkenete nĩ ũndũ wa gũcera gwa mũnene wa bũrũri gũkũ gwitũ? Njoniai na guoko marĩa maranyita ũgeni Rais William Ruto gũkũ. Mheshimiwa Rais, kwa sababu umeshaongea kwa niaba ya sisi zote wale ambao tunafanya kazi kwa serikali, niruhusu kwa heshima kubwa ni kushukuru kwa sababu ya kutembelea hapa kwetu Kiambu. Na hii wiki yote umekuwa katika hii eneo letu la Mlima Kenya. Rais, umejionea watu wa Mlima Kenya ni watu wa bidii na ni watu ambao hawataki kuchanganya maneno ya siasa na maneno ya maendeleo yetu. Nema kana tema. Mheshimiwa Rais, nataka nikuambia ya kwamba sisi tungetaka kukushukuru kwa sababu vile umekuja hapa, haujakuja na nimekusikiliza sijasikia hata neno moja ya siasa. Umesema mambo ya majani chai, umesema mambo ya barabara, umesema mambo ya stima, umesema mambo ya masoko, umesema mambo ya TVET na mambo ya ICT hubs. Hakuna hata neno moja Rais ametaja chama ya kisiasa ama kuomba sijui kura. Na amesema yeye mwenyewe ako tayari kutufanyia kazi ikifika 2027 tusahihishe mtihani, kama atakuwa amepita aendelee. Kwa hivyo Rais, nakushukuru because your commitment to serve the Republic of Kenya and to serve the people of Mount Kenya is consistent with our culture. Na hii siasa, Mheshimiwa Rais, mwanzilishi wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, alitoka hii county na ndiye alitufanya tuwe watu wa kufanya kazi na watu wa bidii. Na akatusema kila mtu amke aende kwa shamba. Vile vile akakuja Mheshimiwa Mwai Kibaki ambaye pia alitoka maeneo haya. Mheshimiwa Kibaki akatufundisha ya kwamba fanyia wananchi kazi, mambo ya siasa ngojea kampeni. Kweli ama si kweli? Akaachia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye pia alitoka kaunti hii. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatufanyia kazi nzuri kwa miaka 10 na tunampongeza. Leo hii Rais William Ruto amekuja hapa ili kuhakikisha kwamba mambo ambayo yalianzishwa na watangulizi wake marais inakamilika. Sana miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo Mau Road ilikuwa imekwama kiasi kama miaka 2 na Rais amesema ilikwama kwa sababu alikuwa anashughulikia uchumi, kwa sababu bei ya chakula, bei ya unga ilikuwa juu kidogo, ilitakana iteremke, na alikuwa na
boresha bei yetu ya kahawa na majani chai na maziwa. Na kwa sababu sasa amedhibiti uchumi, sasa ni wakati wa wera. Na ameahidi ya kwamba zile project zote za barabara zilizoanzishwa wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa rais na makamu wake akiwa William Ruto, Rais William Ruto atakamilisha. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea zaidi, nataka niwashukuru, na rais ukirudi Nairobi, sisi tutarudi hapa, tupangane, na mimi najua mbele iko sawa. Neema kanatiba. Mtashikilikia rais. Mtashikilia rais. Neko monyiterera Rais William Ruto. Atuwekere maendeleo, mafara, na iria, na mashani, na kahawa. Wacha nione wale wanasema wanaunga mkono Rais William Ruto. Asante. Wacha nimpatie Kahangara mbunge wetu hapa. Atualari oye! Kiambu oye! Namukaneta ni kuona rais. Nisikie nduru ya rais kumkaribisha. Your Excellency, karibu Lari constituency. Na kama ulivyoona, hii shule tulikuja na wewe miaka 10 imepita, mwaka wa 2015. Na kile kazi umeanzisha imeendelea, hata kama wanafunzi ni wachache. Your Excellency, I want to assure you that the May intake tutaongeza watoto, watajaa kwa hii shule. Si namna hiyo watu walari? Sasa kwa hii shule, Your Excellency, ile shida kidogo ambayo tuko nayo, we are offering 22 courses, we have only 5 classrooms. Hatuna workshops, hata boards za electrical zilitolewa, zilifichwa ukikuja, zinakaanga huku nje. So Your Excellency, tunaomba hapa, tunataka kutengeneza block ya workshops and classes. Ukitusaidia hapo, tutaweza kufaulu. Wanafunzi wa hii shule pia wameniambia saa nyingine wanaenda mchezo na nini, hata kama ni 500, wamesema wewe unakuja umebeba kibeti, wanataka basi. Mnataka basi watoto? Hawa watoto wanataka basi ndio waweze kutembea vizuri. Your Excellency, katika area hii barabara hapa tumepita na wewe matope, hii iko katika Maumau Road lot 1A. Lakini access ya shule inakuwa shida. Tunaomba iweze kuwa expedited, itengenezwe haraka ndio watoto wengine wako nyumbani wanaweza kufika upande huu. Your Excellency, katika area hii tuko na barabara ile ya Uplands Githunguri. Na hiyo barabara, Your Excellency, tulikuwa tunaianzisha na wewe 2017. Tulikuwa tuanzishe pale Nyambari, tukajenga Kamawe hapo, bado kako hapo kanangoja. Sasa barabara upande huu, we have about I think 15 or 18 kilometers. Na nasikia contract ya mwenye alikuwa anafanya kazi imekuwa terminated, tutapatia contractor aweze kuendelea. Hiyo barabara ikijengwa, Your Excellency, kuna barabara tulipita na wewe 2016. Ukasema inakaa kama ile ya kwenda huko. Sasa hiyo barabara ilijengwa kidogo na ile ya mikono ikaharibika. Imeshikwa section moja na Maumau Road upande wa juu kutoka Kimende kwenda Kagwe Factory. From Kagwe Factory kwenda pale Githunguri 12 kilometers. Hiyo barabara imerudi ile ya kwenda huko binguni. Your Excellency, uko na pesa ya kutosha, hata hiyo barabara utupatie. Wale watu wako karibu hapa, Your Excellency, hapa kunaitwa Kagaa, kuna barabara nyingine hapo ya kutoka hapo kwenda Kahonera, ukiwapatia pia si tutaweza kufaidika. Your Excellency, kuna mengine tutazungumza tukienda upande ule, lakini wacha niseme ya hapa Lari. Umeongea mambo ya subsidized fertilizer. Wakati tulianzisha tulikuwa na store pale Kimende, tumepewa na watu ya Pyrethrum. Lakini wakati fertilizer imetoka kwetu imeingia kwa upande wa county, for the last 8 months watu wa Lari hakuna fertilizer, wanaenda Naivasha, wengine wanaenda Thika. Iko shida ilikuwa between National Cereals and Produce. Governor ako hapa atajibu vile walifanya, lakini hatuna store ya fertilizer. Nyumba iko haitumiki, tuko na nyumba za kutosha pale kwa DC watu waweze kupata fertilizer. Wale wako kwa majani chai wako sawa, tunasonga Your Excellency, na ukitupatia pia hiyo wananchi hapa wataweza kufaidika. We want to thank you because we are getting a student village on that side. Najenga hostels, najenga mambo ya kiwanja na mambo mengine. Ya mwisho Your Excellency hapa, kwa sababu nitasema mengine baadaye. Watu wa area hii ya Kagaa hapa Matibei kwenda Kamburu hawana maji. Ukiangalia nyuma yako utaona tangi iko pale. Your Excellency, kutoka hapo kuna mifereji imetembea imeingia katika maboma.
our prayer, Your Excellency. Tuko na maji, msitu iko hapa. Tunataka tupewe intake, maji iletwe pale kwa tank, tuingize kwa mifereji yetu ya zamani, watu wapate maji ya irrigation. Mnataka namna hiyo? Kwa sababu hawa watu wako na shida ya kulima na ya ng'ombe. Your Excellency, nashukuru kufika Lari, tutaenda kuzungumza mengine kama hiyo. Tukaribisha rais tena. Asante sana Your Excellency, na Mungu akubariki ukitujibu hayo. Kahangara amesema kuhusu barabara ile ya kutoka Githunguri kwenda Uplands. Namna hiyo. Hiyo barabara mnajua tulianzisha kule Roiro. Sasa imejengwa kutoka Roiro mpaka hapo Githunguri. Kufika hapo Githunguri ule contractor akatusumbua. Sasa tumemfukuza, tumeadvertise, wewe unajua, tuliadvertise juzi. Sasa tutapata contractor mpya na mimi nitarudi hapa wakati hiyo barabara imekamilika. So msikuwe na wasiwasi, barabara ya kutoka Githunguri mpaka Uplands muniulize mimi, msiulize huyu, muniulize mimi. Si namna hiyo? Hiyo barabara lazima nifanye. Na kuna barabara zingine ametaja hapa kidogo kidogo, ataniletea kwa ofisi ndio nipangie vizuri, ndio tupange vile hizo barabara zimejengwa, lakini kwanza ile inakuja mpaka kwa hii shule lazima tutengeneze pia. Si ndivyo? Na bwana Kahangara, niko na waziri wangu wa elimu hapa bwana Julius Ogamba. Vile umesema unataka workshop hapo, wewe na mimi tutafanya hiyo kazi. Nitakupatia next week shilingi milioni 10 uanzie hapo kujenga hizo ma hostels. Wewe utafute pesa kidogo kwa CDF, alafu nitamwambia waziri akuongezee pesa kule mbele. Sawa sawa? Lakini pia na nyinyi mtatupatia wanafunzi, si namna hiyo? Kwa sababu tunataka kila mtoto asibaki nyumbani, wakuwe hapa wasomeshwe, ndio tuendelee na kazi hiyo pamoja tukienda mbele. Maneno ya bus, mmesema mnataka bus, ndio? Sasa hiyo bus, mimi niko na mtu yangu ya mkono hapa, anaitwa Professor Kithure Kindiki. Wewe kwenda tafuta bus, lete kwa hii shule. Si ndio? Si mtu anasaidia mtu yake? Si yeye ndio naibu yangu? Kazi yake si nikusaidia mimi. Sasa wewe bwana nisaidie bus. Wewe watoto hawa amekubali atalete basi ya hii watoto wa shule. Bas, asanteni sana. Na maji vile vile nimesikia wewe mheshimiwa utaniletea mambo ya maji. Wacha nimuite mama county. Wapa mama county aseme dakika moja. Mama wa Muratha sema jambo. Adwarari muriega. Geithikai adwarari. Geithikai mwana uyu. Muriakenu adwarari. Muriakenu ne gucererwo. Ne twarĩkanĩire tũtikwenda siasa. Tukwenda kũruterwo wĩra. Your Excellency, we first want to thank you very much kwa sababu ya watu wa Harari, na vile tulikuambia jambo la kwanza ni ya kwamba shida yetu hapa ilikuwa ni barabara. Tukushukuru kwa sababu wakati wa campaign barabara ambazo tulipitia hapa za mchanga saa hizi ziko na lami, na tumekushukuru sana kwa sababu ya hiyo kazi umefanya. Tunakushukuru kwa sababu ya institution kama hii ambayo inaendelea na umeweza kutusaidia ikawa imefika mahali imefika. Lakini Your Excellency, watu wa Harari wanasema hivi tu, walikuchagua na kura zote. Shida ya Harari ni shida hiyo moja tu. Barabara hizi zikifunguka, Harari itakuwa connected na Kenya yote, na ndivyo utaweza kuona vile hawa watu wanafanya kazi. Na tutakushukuru. Mambo mawili tu ningependa kukuomba Mheshimiwa Rais. Ni ya kwamba watu hawa Harari wako na jambo moja, na najua liko kwa program yako na liko kwa progress yako. Wameuliza ya kwamba watu wale wa shamba ya Nyakenywa, na iko kwa progress yako. Mheshimiwa Rais, uangalie masuala yao ili mambo hayo yao ya shamba yao yaweze kukamilika. Na ya mwisho, kwa sababu pia mimi ni mama county wa hapa na una connect county yote kutoka nyumba mpaka hapa, tunakuomba Mheshimiwa Rais uweze pia kututatulia matatizo ya Mama Ngina University, ndio hata watoto wana connect huko, wanakuja huku, na watoto wa huku wanaenda University Gatundu. Na hayo mambo yatakapokamilika 27, Your Excellency, hakuna mengine utasema, utasimama hapo na mambo yakamilike. Asanteni sana watu wa Harari, Mungu awabariki. Maneno ya Nyakenywa tunajua mambo yao. Shamba yenu tutahakikisha haki yenu mmepata. Si ndio? Kama kuna watu wamechukua shamba ya mtu yeyote, either serikali itawalipa
ama tutahakikisha kwamba haki yenu mmepata. Tunaelewana? Wacha nimuite gavana wetu Bwana Wamatangi atusalimie. Wanalari hamjambo. Hamjambo wanalari. Wanalari hamjambo. Haya, asante. Haya, tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu mahali kila mtu hapo. Haya, asanteni. Haya, thank you. Asanteni jameni. Asanteni. Haya. Rais wetu, hawa watu sisi tunanyesha wangu wanao pamoja, tunapiga matope pamoja, tunapigwa na vumbi pamoja. Sasa tulikuwa tunasubiri ufike ndio tukufikishe hii maneno. Na tumefurahi vile umefika. Your Excellency. Ya kwanza tukukaribishe Your Excellency. Ndani ya hii kaunti ya Kiambu, wewe kila wakati ukitaka kuja ingia. Ukiingia sasa sisi tunajua Mswahili alisema mgeni njoo mwenyeji upone. Sasa sisi tunasema sasa kutoka leo tumeanza kupona. Na Your Excellency, unajua watu walikuwa wanaenesha kasheshe hapa mambo mingi, wacha nikueleze ukweli. Unajua sisi hapa hatuna maneno mingi, hatuna siasa mbaya. Sisi ile kitu tunataka ni maendeleo peke yake. Ama namna gani jameni? Wacha nione kwa mkono wale wanasema tunataka maendeleo peke yake. Your Excellency, hofu yetu ilikuwa kidogo. Unajua kuna wazee wawili walienda kuwinda. Wakati walienda kuwinda, wakati wamelala chini hivi wanatafuta swara, wakiwa wamelala wakaona swara ndio hii. Na mmoja ameshika mkuki na mwenzake anagojea kurukia swara. Sasa wakati swara ilionekana, kumbe wakiangalia wakaona hapo mbele tena kuna chui amela. Naye anatafuta nini? Anatafuta ile swara. Sasa mzee mmoja alikuwa mjeuri kulisha ndio ule mwingine, akamwambia huyu mwenzake, sasa wewe fanya hivi, wewe rukia ukalie hii chui kwa mgongo na ushike masikio. Tuko pamoja? Sasa ile mzee akarukia chui na kushika masiki. Sasa akashikilia, sasa naye huyu mwingine mwenye mikuki akachoma swara. Kuchoma swara, sasa kumbe wakati ule wewe unaweza achilia chui? Sitakukula. Jamaa amekazana pale na chui yake, ule naye akatoa panga, anachinja swara. Sasa Your Excellency, baadaye sasa ile jamaa mjeuri akaweka tena nyama moja kwa mgongo, akasema mimi nimekumbuka bibi yangu kule ameumia sana, akaenda na nyama nyumbani. Sasa Your Excellency, tena kukaa jamaa ndio huyo amerudi, jamaa bado amekalia chui. Sasa tena akakuja tena akatoa mguu ya mbele, akasema ile ndugu yangu, akaenda akapeleka. Sasa Your Excellency, sisi hatujai kuwa na maneno yote hapa mbaya, na mtu asikudanganye. Hata usidanganywe na mtu. Hapa hakuna siasa yoyote ya kuharibu kazi yako. Ile kitu tu sisi tulikuwa tunahofia kidogo, bado sisi tulikuwa tumekalia chui na tumeshika masiki. Tunasema sasa vile umekuja, tunajua sasa nyama inakuja. Ama namna gani jameni? Sasa tunasema sasa unatukatia yetu. Tuache tuone wale wanasema nyama ikuje Kiambu hii bwana. Sisi hatuna maneno mengine ya Excellency. Ya mwisho Your Excellency. Vile umeambiwa hapa, kama kuna governor ndani ya kaunti ya Kenya ametekeleza agenda ya bottom up, ni Kimani Wamatangi. Na nataka watu wainue mkono wa kuoneshe sisi tumetekeleza hiyo agenda. Kwa hii county Your Excellency, in all the 47 counties, sisi tulishika hawa watu, ndio unaona tuko pamoja nao namna hii. Hapa distribution ya fertilizer is first class. Watu wanapata fertilizer, wainue mkono. Inua mkono kama unapata first class. Your Excellency, badala ya kwenda kupeleka kule, hapo mahali Mheshimiwa Kahangara amesema tuko na container 2 tunatengeneza. Walakini tunachukuanga fertilizer na kupelekea watu mpaka mahali walipo. Sasa ndio unaona hapa sasa, badala ya mtu kuongeza gharama ati ameenda kuchukua shopping center, tuko na watu wengi wakulima hapa, tunagawa kila mtu kama ni yake kilo 10 tunapeleka mpaka mahali mtu hapo.
Your Excellency, kama kuna governor ndani ya hii county, ndani ya nchi ya Kenya ambayo ametekeleza hii agenda ni sisi. Hapa hawa vijana kila siku hapa wanabebanga, kila kijana anabeba kanguruwe yake, waende wakakue wakulima. Your Excellency, wamama hawa, unaona hawa wamama, kila mama hapa wakikutana na Wamatangi tukiwaita kikao, kama hajabeba fertilizer, kama hajabeba mahindi, anabeba toshui. Ile inaitwa toshui. Your Excellency, unajua wewe ulikuanga mkulima. Ulikuanga mkulima, Your Excellency, wa kuku. Sasa sisi tunaambia hawa, kama wewe ulianzia na kuku kawa rais, hata hawa wachukue kuku na wakuwe wadosi. Tuko sawa sawa ama hatuko sawa sawa? Ya mwisho kabisa, Your Excellency. Hapa, Your Excellency, ya mwisho kabisa. Hapa tunajua vile watu wa Lari wamesema ni ukweli. Shida kubwa hapa ni shida ya barabara. Hapa tuko na barabara moja ya kutoka hapa Matimbei kwenda Githirioni. Hiyo tusuluhishie. Ya mwisho tena tuangalilie hizi barabara za Maumau. Your Excellency, tuongezee imalizike haraka ndio tutaanza kufungua hii Lari yetu. Ama namna gani jameni? Tuhamo ito. Tuko pamoja. Na tunasema ya kwamba hii Kiambu, vile nilivyowaambia, miaka miwili nilitangaza hapa kwa hii Kiambu ya kwamba hatutaki siasa ya upuzi. Ama nilisema namna gani? Tulisema hatutaki siasa ya kutuharibia mwaka hii na kazi. Tulisema siasa ni 2027. Ndivyo tulisema. Na tukawaambia ule mtu ako na siasa, kama anataka kupiga siasa ya kuharibu kwake, aende haribu nyumbani kwake. Niguo toigire. Taleke tuone na guokoda la toihamwa doito. Sasa Your Excellency, sisi tunasema wakati wowote ingia kwa hii kaunti yetu. Bora Your Excellency, ukikuja na kasufuria ya wanakiambu, uhakikisha haijafunguliwa huko mbele, kuja fungulia hapa. Kwa vile safari yako ni mrefu, unaenda ile kaunti yetu tulete, na sisi tunakukaribisha. Negwado ito. 2027 hautakuwa mkulima. Hii mambo ikiendelea sawa sawa, wewe unarudi huko mahali umekuwa, uendelee na kazi yako. Hapa tumesema Kimani wa Matangi, kazi ya Kimani wa Matangi tunamaliza 27, na tunasema tena 10 bila. Wacha tuone watu wa 10 bila break wa mkono. Haya, asante. Your Excellency, niko na viongozi wa hapa, niko na speaker kuja hapa haraka. Speaker simama hapa, hatutaongea. Haya, huyu ndio speaker wetu, kanyanga hapa juu onekane vizuri bwana. Huyu ndio speaker wetu wa County Assembly ya Kiambu, anaitwa Wakili Thiongo. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Nyoto, tumalize na Kenyanjui. Kwanza Nyoto. Haya, huyu naye ni ile kijana yetu wa hapa. Haya, Mheshimiwa Nyoto ndiye MCA wetu wa Kijabi, na ni kijana shupavu ambaye amechaguliwa mara 2. Tukasane. Haya, alafu tena tuko na mwenye hii mahali tumesimama. Huyu ni yule alikuomba barabara kule, ile aliita discount, Your Excellency, ukikumbuka. Sasa wacha tumpandishe hapa kidogo. Haya, mshike kidogo. Haya, tena juu tena kidogo. Haya. Sasa. Haya. Wacha nitampa mic aseme neno moja. Huyu Kinyanjui, tunashukuru Mungu kwa vile watu wa hapa Lari Kirenga Ward walisema ya kwamba wathetikwire muo. Niguo maigire. Walisema ya kwamba hata kama huyu jamaa hawezi kutimua mbio kama wengine, mbio yake ya kazi na akili inatosha na anafanya kazi. Niguo doito. Kwa hivyo sasa wacha Kinyanjui sema moja rais, alafu ndio sasa sisi tukurudishie mic, Your Excellency. Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa kitaifa na viongozi wote wa county na wananchi wa Lari, hamjambo. Hamjambo tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Sisi tuko na furaha sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu hii ward yangu Lari Kirenga umekuja mara 2. Mimi nashukuru sana. Na kwa vile umesema wale wataanguka mtihani wa 2027 wataenda kulima, mimi nataka unisaidie nisiende kulima. Kwa sababu rais sina hiyo nguvu ya kwenda kulima. Sasa ile barabara yangu ya discount ya 5 kilometers na ile ingine mahali umetupea ile koti kutoka pale Rukuma kwenda Kirenga Stadium ni kama kilomita 2 hivi. Hiyo ni discount ya leo na ile ingine ya 3.
unisaidie hiyo, unitengenezee, na ukinitengenezea hawa wananchi watasema ulemavu sio kutojiweza. Asante sana na karibu sana Rally Kirenga. Asante, asante Your Excellency. Tunaomba utukumbuke hapa tuko na jamii kubwa, Your Excellency, kidogo. Tuko na jamii hapa kubwa sana, Your Excellency, ambaye tuko na shida ya shamba ambaye inaitwa Utheri wa Rally. Your Excellency, tukumbuke hiyo maneno. Imekuwa miaka mingi ukitusaidia hapa, tuko mpaka na wachungaji hapa wamekufa, wameuawa kwenye hiyo shughuli. Tutashukuru baba zetu, nyanya zetu wapate ile haki yao ya ardhi yao. Tunasema asante, Your Excellency. Karibu sana. Asante sana bwana wa Matangi. Si tumekubaliana hakuna mambo ya siasa. Tufanye kazi. Mumesema ni 10. Mumesema ni 10. Ndio watu wa Kiambu wamesema. Hebu nione wala anasema hiyo. Hey! Basi na sisi wote tufanye kazi. Si namna hiyo? Na tuendelee kunyorosha hiyo kazi. Huyu Kinyanjui jameni. Kweli nilisema wale wameshindwa na kazi waende walime, lakini huyu Kinyanjui mimi nitafanya kitu usiende kulima. Sasa hiyo barabara hiyo barabara wapi ile mtu yangu ya mkono? Andika hiyo barabara mbili huyu Kinyanjui amesema hiyo lazima nitengeneze na nitengeneze mwaka huu. Si ndio? Ndio mambo yake ikae sawa sawa. Si ndio? Si nikitengeneza hiyo barabara Kinyanjui yako sawa? Basi nitafanya hivyo. Sasa niko na viongozi wengi lakini bado tuko na kazi mingi kule. Wacha nitangaze majina yao. Hapa niko na Mheshimiwa Mporo Abore, mpigieni makofi. Niko na Mheshimiwa nani? Kabogo. Niko na Waziri Kabogo hapa atasema saizi, ngojea. Niko na Waziri Kabogo, tuko na mawaziri wengi hapa. Niko na Waziri wa Elimu, mpigeni makofi. Niko na Waziri wa Tourism, mpigeni makofi mama Miano. Niko na PS wangu bwana mama Mudhoni, mpigeni makofi. Niko na PS wangu bwana Mariro, mpigeni makofi wa Defense. Niko na huyu mungwana kutoka hapa Githunguri, bwana Gadesha, mpigeni makofi. Juzi nilimpandisha bei kidogo, sasa yeye ni Deputy Head of Public Service, mpigeni makofi. Niko pale na bwana Mwangi ambaye ni PS wangu wa mambo ya michezo. Na niko hapa na Veronica Maina, lakini kwa niaba ya hawa wafanyikazi wote wa serikali, wacha nimpatie Mheshimiwa Kabogo aseme jambo. Marioho geithio guo nyone we mwega akaide mwere andu a Githunguri, andu a Kiambu na Rari na kuria kungi one hindi mwamenya ni kunyita muthuri ukagoti miaka iri tuikurukie guikurukia ona ndagoka gucaria kura ene muraigwa bilioni ile areketie Central Kenya wiki ino inyu ni murada gutigwa na thutha mazee. Mimi nimewanoki mbaya, mwanoki mbaya sana. Sasa kwa uguo mundu uyu athondeka bara icio na tuhe mai ma kurima neke mau mangi tureke miaka ingi 5 handu ha guthie kurima. Unajua analima huyu bwana, ushamuona kwa runinga kwa tractor yeye mwenyewe. Sasa hiyo kazi awache, atafanya 32. Kwanza tu deal na yeye atengeneze Kenya ikue sabamba sawa sawa. Niguo gwa kana tiguo. Na mbeca iria rera gwatware aheane ri. Muhuria irohi ni kurega kuneana. Bilioni 10 constituency magana meri no mone o constituency milioni 100. Ine yo mundu umwe. Githeti to negere goko gwitu. Woi mahali ugaikura kuma plans kinya Githunguri ndagika 5. Ugatwara nyeni no gatwara kiria kingi. Na ni mwerwo muongerere ciana. Riu ongerere bia cia kahua. Ongerere macani. Niguo mwikirerwo furusi muhuko. Mucoka muciare ciana tutware thukuru. Na inyuĩ nĩ mũĩ tũrĩ aciari, na ti kwenda gĩtanda no ũrĩa tuombirwo nĩ Mwathani.
Kana tigwa. Mwathani amwika wega. Gobi bwana Mushiri, niko na mheshimiwa huyu Mwaura ambaye ni spokesman wetu, niko na engineer Kerago ambaye ni mbunge wetu wa hapa Limuru, niko na Alice Ng'ang'a mbunge wetu wa kutoka kule Thika, niko na huyu mungwana anaitwa Kagombe mbunge wetu wa Gatondo South, niko na huyu Karobio mbunge wetu wa Dunia Ile, niko na Kororia mbunge wetu wa Gatondo North, niko na mheshimiwa Jane Kagiri mbunge wetu wa kutoka kule Laikipia, niko na Sabina Chege yeye ni mbunge wetu wa kutoka Moranga, na niko na ndugu yangu mheshimiwa Kemani Ishungwa mbunge wetu wa hapa Kikuyu, na yeye ndio leader wa majority. Si tumesema ni 10 ya kazi. Kazi bila breaks. 10 kazi bila breaks. Zete kuwa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa ile kazi unatufanyia. Na vile umesema Mheshimiwa Rais, hii lari ndani ya Kiambu pamoja na Githunguri ndio imekuwa nyuma mambo ya barabara, na tunashukuru ile kazi unatufanyia kuhakikisha hizi barabara zote za Mau Mau zimekamilika ili wananchi wa Lari na Githunguri waweze kutembea vile wale wengine wanatembea Kenya ingine. Na sisi tuko na wewe kwa kazi bila breaks na 10 bila breaks. Thank you and God bless you.